Rahmatullahi wabarakatuh. Jamani vipenzi zangu, karibuni sana. Kwanza nianze kujitambulisha. Kwa majina naitwa Madam Salma Mzala. Ni mwalimu, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na uwekezaji iliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kwenye vipengele vya conventional, tunasema hivi vya kawaida, na in Islamic perspective. Kwa hiyo karibuni sana. Karibuni sana. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na kuweza kufika katika siku hii ya leo ambayo tulipanga na tumeianza rasmi. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itakuwa na mwendelezo. Kwa hiyo tuseme bismillah. Allah afanye wepesi katika safari hii. Lakini pia niwapongeze ninyi ambao mmeacha shughuli zenu, mmeacha kazi zenu. Naamini mnayo mengi ya muhimu, mkasema na hili ni miongoni mwa jambo muhimu, mmehudhuria. Walioahidi ni wengi, kuna ambao wapo njiani, kuna wengine wameshindwa kutokana na sababu mbalimbali, na kuna ambao wamelipia lakini udhuru za hapa na pale pia watashindwa kuhudhuria, kuna wagonjwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema sifa zote njema anastahili Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufika hapa. Kwa hiyo tunamshukuru yeye, tunawashukuru na nyinyi, lakini pia tunaishukuru Radio Sauti ya Qur'an pamoja na uongozi mzima wa Peace Kikoba, ukiambatana na Fursa Crisis, kuwaza, kutafakari, kuona kwamba kuna adhma ya kuanzisha jambo hili kwa mustakbali wa maisha yetu sisi waumini tunaofuata imani ya Kiislamu. Kwa hiyo karibuni sana kwenye semina ya biashara na uwekezaji halali ambayo ndo tunaifungua rasmi. Kikoba kipo muda mrefu tangu 2024, lakini semina za biashara na uwekezaji halali ndo tumezianza rasmi, na inshallah panapo majaliwa zitakuwa na mwendelezo, kwa sababu kuna uhitaji mkubwa wa kuzifanya kutokana na maisha, ulimwengu namna unavyoenda na mambo kila siku yanavyoibuka. Lazima tukumbushane kama dini yetu inavyotuamrisha kufanya hivyo, ili twende sambamba kwa kufuata sheria na miongozo ya dini ya Kiislamu, lakini huku tukijitafutia riziki kwa njia ya halali. Mwisho wa siku tusije tukawa masuul kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo karibuni sana na nimefurahi kuwaona. Sasa nitaomba tuanze na ufunguzi wa dua. Nitamkaribisha hapa Ustadh Makame. Inshallah tunaomba hapa uje utufungulie, kwa sababu wanasema jambo lolote linaloanza na Mungu huwa lina baraka. Kwa hiyo karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa ba'd. Awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo tumefika hapa, lakini kubwa zaidi ni vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametutaka. Maana kuna watu walipanga na wakapania kufika lakini hawakufanikiwa. Allah anajua zaidi kuhusiana na asiri hiyo, kwa nini hawakufika. Lakini pia ni pongeze kama ambavyo imetanguliwa hapa, kupongezwa kwa kila ambaye amefika hapa, lakini kubwa zaidi ni kumwomba Mwenyezi Mungu wale ambao tutakayokuwa tumeyafanya basi tuwe wenye kuyasikia na kwenda kuyafanyia kazi, kwa sababu hilo ndio lengo letu, na tumuombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika hayo. Mimi kwa jina naitika Sheha Haulia Makame, na nitumie fursa hii kwa ajili ya dua ambayo nimeambiwa na madam
kama sehemu ya ufunguzi wa hafla yetu hii, na tunamkabidhi Mwenyezi Mungu aweze kutuondolea kila chenye uzito hapa. Baada ya kusema hayo, ila hadhrat Nur Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabal qabri warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Rabbi, tunakuomba, sisi ni waja wako dhaifu, hatuna ukamilifu mbele yako, kukosea ndio ukamilifu wetu. Ya Rabbi, tunakuomba, tumekaa hapa kwa lengo la kuifuata njia yako, tunataka kujiepusha na zile dhambi ambazo umetuambia tuziepuke. Ya Rabbi, tupe moyo wa kuziendea na kuziepuka zaidi. Ya Rabbi, tuongoze katika njia iliyonyooka. Ya Rabbi, hidina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka jami'un nas li la rayba fik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya kumaliza dua yetu hapa, tuseme rasmi bismillah, tumeyafungua mafunzo, na siku zote elimu inaendana na kuandika, faman kataba hafidha. Kwa hiyo tumeandaa notebook hapo, tujitahidi kuandika kile ambacho tutakuwa tunakipitia, kwa sababu binadamu tuna mengi, tunaposahau basi tunarejea. Lakini pia elimu nzuri ni ile ambayo utakayoipata na ukaiwasilisha kwa mwingine, kwa hiyo inaweza ikawa rejea yako nzuri tu. Kwa hiyo tujitahidi kuandika, na nitaomba darasa hili tutaliendesha kwa experience, kwa uzoefu, kwa sababu tunayojifunza hapa si mambo ambayo yanatoka mbali, ni mambo ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo nitaomba tuwe huru kuuliza, tuwe huru kuchangia. Hakuna mkamilifu. Yawezekana we unajua zaidi kuliko mimi ninajua, au tukakumbushana. Kwa hiyo kuwa huru. Unapopata nafasi, kama sehemu hujaelewa, unaruhusiwa kuuliza, au una hoja ya kuchangia ili kuongezea uelewa, pia unaruhusiwa. Ndio maana ya semina, tunajifunza. Na kwenye principles za ualimu wanasema, mwalimu usiwe wewe unafundisha ukawaona wanafunzi kwamba hawana kitu. Sio kweli. Kuna vitu ambavyo wanavyowezekana wakaboresha au wakakupa kitu kipya. Kwa hiyo tunaomba sote tuwe wanafunzi. Alafu kuna muongozaji wa wanafunzi, lakini tunacho tulichokuwa nacho kichwani. Kwa hiyo karibuni sana. Sasa semina yetu kama tulivyosema, biashara na uwekezaji halali. Kwa hiyo kila mmoja aandike aandike hapo tarehe ya leo, mada husika. Nikitumia sauti mnaisikia? Mnaisikia? Basi naomba tuniweke. Sindanasa. Ya, semina yetu inaenda kwa jina la biashara na uwekezaji halali. Ndio semina yetu ya leo. Kwa hiyo kabla hatujaendelea kwenye semina, kuna kitu nilikuwa naomba tuandike. Yaani tuandike, ni vitu vya msingi sana. Kabla hatujaendelea na semina hapa, nataka tukumbushane elimu za msingi ambazo
Elimu za msingi ambazo binadamu anatakiwa kuwa nazo ili kuyafikia mafanikio. Elimu za msingi ambazo binadamu anatakiwa awe nazo ili kuyafikia mafanikio. Kwa hiyo hizi nitakuwa naomba tuziandike, hatutazisoma zote, lakini naomba iwe kumbukumbu yako. Elimu za msingi ambazo binadamu anatakiwa kuwa nazo ili aweze kuyafikia mafanikio. Elimu ya kwanza tunasema mtaala rasmi, tunasema formal education. Ndio hizo elimu ambazo tunawapeleka watoto wetu mashuleni. Formal education ni elimu ambayo inamsaidia mtoto kujua kusoma, kuandika na kusomea taaluma fulani. Elimu ya pili ni informal education, mtaala usio rasmi. Ni elimu ambayo mtu anajifunza nje ya mazingira ya shule. Ndio kama hivi hapa sisi tunasoma. Hii ni informal education. Unaweza ukaisoma kupitia kwa wazazi, kwa watu wanaokuzunguka, kwa walezi. Ni elimu ambayo unaisoma kupitia kwa watu ambao wana uzoefu wa jambo. Elimu ya tatu ni elimu ya kumtambua Mungu. Hii ni elimu ya msingi sana ambayo binadamu anatakiwa awe nayo, kwa sababu elimu hii itamsaidia yeye kujua kwamba Mungu ameamurisha nini na amekataza nini. Sasa akibaki na elimu tu ya juu hapa bila ya kumtambua Mungu, ndio tunakuta kwamba mtu amepewa wadhifa sehemu fulani anaenda tofauti. Elimu ya nne ni elimu ya maendeleo binafsi, personal development. Maendeleo binafsi ni elimu ambayo inamsaidia yeye kujitambua yeye ni nani, anatakiwa afanye nini, na ameletwa hapa duniani kwa malengo gani, na namna gani ambavyo anaweza kuyafikia malengo hayo. Personal development ni elimu ya msingi sana ambayo binadamu anatakiwa awe nayo. Elimu ya tano ni elimu ya fedha. Ni elimu ambayo muhimu sana kuwa nayo ili uweze kuyafikia mafanikio. Kama utakosa elimu ya fedha, utakuwa na elimu za huku, lazima tu mambo yanaenda tofauti tofauti. Unafanya biashara, hakuna maendeleo. Unapata fedha, hujui uzifanyie nini. Na elimu ya tano ni elimu ya biashara. Biashara sasa, badala ya kuwa na elimu ya fedha, itakufundisha namna ambavyo fedha inatafutwa. Biashara ina mambo mengi na misingi yake na taratibu zake na kadhalika. Kwa hiyo hizi ni elimu za msingi ambazo binadamu kama binadamu anatakiwa awe nazo. Sasa baada ya kuziona hizo elimu, ndio maana tukasema kuna ulazima wa kuanza na elimu moja moja badala ya nyingine, kwa sababu tumeona pale kuna personal development, kuna elimu ya fedha, kuna elimu ya biashara, kuna elimu sijui ya masuala ya dini, ambayo dini imezungumzia vipengele vingi. Sababu tunapozungumzia dini haijazungumzia tu labda kufanya jambo fulani, labda kuswali tu,
imezungumzia masuala ya uchumi, imezungumzia masuala ya malezi, imezungumzia masuala ya jamii na kadhalika. Kwa hiyo sasa sisi kwenye hizo elimu zote tumechagua kipengele kimoja cha uchumi ambacho ndio tunaenda kukiangalia, na kipengele hiki ndio kinaongoza maisha ya watu wengi, kwa sababu hauwezi ukafika hapa bila kuugusa uchumi, si ndivyo? Lazima ule, lazima upande usafiri, lazima uende hospitali na mambo mengi mengi tu. Uchumi unaguswa. Sasa uchumi huu unajumuisha mambo mawili, namna unavyopatikana. Uchumi unapatikana kwa kufanya biashara, uchumi unapatikana kwa kufanya uwekezaji. Sasa uwekezaji huko wa namna nyingi. Kuna kuwekeza kwenye nguvu, kuna kuwekeza kwenye maarifa, kuna kuwekeza pesa. Yote hiyo ni uwekezaji. Kuna kuwekeza muda. Kuna watu wanawekeza muda wanapata pesa. Anatoka nyumbani, anaenda kufanya kazi sehemu fulani, anatumia nguvu na muda kupata nini? Pesa, maana yake yeye ameajiriwa. Alafu kuna yule anawekeza kwamba nina milioni 2, kuna mtu anafanya biashara anawekeza hivyo. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia swala zima la biashara na uwekezaji, ndio tukaweka halali. Si kila aina ya biashara unatakiwa uifanye kwa mujibu wa sheria nini ya Uislamu, na si kila aina ya uwekezaji unatakiwa ufanye kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. Kila kitu kimewekewa utaratibu. Kwa hiyo kabla hatujaenda huko, kwanza tuanze na dhana ya biashara. Biashara ni nini? Unapolifahamu neno biashara, unapofahamu sasa dhana ya uwekezaji, ndio tutakuja kuangalia kipi kinachosema halali, kipi kinachosema sio halali. Kwa hiyo sasa hapa nilikuwa naomba kidogo, tuko darasani, tushirikishane kidogo. Mimi sielewi, kama kuna mtu ambaye anaweza akanifahamisha anaposikia neno biashara yeye anafahamu nini kichwani kwake, basi nilikuwa naomba nimkaribishe. Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ninavyofahamu biashara ni kuuza na kununua, kwa mimi ninavyofahamu. Yani sema unachokifahamu vizuri sana. Dhana ya biashara. Lakini pia tuna dhana ya uwekezaji. Vizuri sana. Mwenzetu anasema biashara ni kuuza na kununua. Ndio biashara. Nani mwingine anaweza akatusaidia tukapata dhana sahihi ya biashara? Dhana ya biashara. Sheikh, biashara. Tunaposema mtu anafanya biashara, maana nasikia kuna betting nazo, so nasema ni biashara. Kuna betting biashara, kuna wengine wanakopesha nao wanasema tupo kwenye biashara. Kwa hiyo biashara ni nini? Tuielewe kwanza biashara, hapa ndio tutaenda vizuri. Biashara. Kwa mimi ninavyoelewa, biashara ni shughuli yoyote ambayo inahusisha upatikanaji au uuzaji kwa lengo la kujipatia kitu fulani. Sawa. Mwingine? Mariam. Mimi ninafahamu biashara kwa kawaida, biashara ni shughuli ya kiuchumi ambayo inahusisha kununua na kuuza bidhaa kwa watu husika ili uweze kupata faida. Sawa. Kwa hiyo sasa tusiende mbali. Tunaposema biashara, wote mmesema vizuri. Tunaposema mimi nafanya biashara, maana yake lazima kwanza kuwe na mfanya biashara hapa. Alafu lazima kuwe na mteja, sawa Alafu lazima kuwe na huduma au bidhaa. Hichi ni kitu cha msingi. Kuwe na huduma au bidhaa ambayo huyu mteja anaipata. Yaani mimi ninafanya biashara, lakini hii biashara ninamfanyia nani sasa?
Maana yake ninampa huyu mteja. Mteja huyu nampa nini? Aidha nampa huduma, ninamhudumia kitu fulani. Maana yake sasa mteja hapa anakuwa na tatizo. Mteja hapa anakuwa na tatizo, mimi ninakuwa na suluhisho. Sawa Kwa hiyo mimi ninampa suluhisho na yeye ninamtatulia tatizo aidha la huduma au bidhaa. Sasa baada ya kumtatulia huduma au bidhaa, kinachokuja kuleta hapa ni faida. Hivi ni vitu vya msingi sana, vinatakiwa vizingatiwe kwenye biashara. Tunaweza tukasema ni misingi mikuu ya biashara. Kuna vitu vingi, lakini hii ni misingi mikuu ya biashara. Lazima kuwepo na mfanyabiashara, lazima kuwepo na mteja, lazima kuwepo na huduma. Sasa hii huduma hii, namna ya kuitoa hapa ndo inahitaji msingi. Sasa ili utoe huduma hiyo, sasa utaangalia, ili nitoe huduma ya usafiri ninahitajika niwe na nini? Ili nitoe huduma ya kuuza viatu, hiyo huduma ya bidhaa, ninahitajika kuwa na nini? Ndio katikati hapa tunakutana na kitu kinaitwa msingi, na kila biashara inakuwa na msingi wake kutegemea aina, lakini pia tunategemea na ukubwa wa biashara ambayo tunataka kuifanya. Kwa hiyo sasa, ili tuseme mtu fulani anafanya biashara, tukubaliane kwamba lazima awe anatoa huduma, anatatua tatizo. Sawa Baada ya kutatua lile tatizo, alipwe kutokana na utatuzi wa nini? Wa tatizo. Kinyume na hapo, sio nini? Biashara. Na hapo ndipo tunapokuja kuzikataa baadhi ya biashara haramu. Kuna biashara haramu hapa tunaenda kuzikataa. Kwa mfano, biashara ya kuuza madawa ya kulevya. Kuna tatizo linatatuliwa pale? Badala yake watu wanapata madhara. Sasa wewe ukiwa mfanyabiashara, concern yako unatakiwa uconcentrate katika kuondoa nini? Tatizo. Ili mtu akishaondolewa tatizo, aseme yes, nimeridhika na kulipa. Sawa Kwa hiyo mtu unapomwambia hii sio biashara halali kwa sababu hana tatizo ambalo anafanyaje? Analoliondoa. Betting. Kwa nini ni haramu? Kuna tatizo linaondolewa kwenye betting. Uwekezaji sio pesa. Hata maarifa pia ni uwekezaji. Si unaona hapa nyinyi mnachokifanya hapa mnawekeza. Kwa sababu gani? Hiki kitu unachokiwekeza utaenda kukitumia baadaye na kitakuletea manufaa. Ndio tunasema uwekezaji. Hata unapomsomesha mwanao, pale unafanya nini? Uwekezaji. Yaani tunaposema unawekeza, maana yake unakihudumia kitu au unatoa gharama ya kitu, lakini baada ya muda hicho kitu kitakuletea manufaa. Manufaa yanaweza yakawa ya fedha, manufaa yanaweza yakawa maarifa, manufaa yanaweza yakawa ya sifa au chochote. Unawekeza. Sawa Sasa tukija kwenye mnasaba wa biashara katika uwekezaji, tunachokiangalia kwamba wewe unaweka asset ili baadaye iweze kukupa faida. Ndio tunasema unafanyaje? Unawekeza. Sasa katika kuwekeza, unaweza ukawekeza kwa wafanyabiashara. Kuna vitu viwili. Unawekezaje kwa mfanyabiashara? Kwa mfano, mtu amefungua duka, anahitaji kuongezewa msingi. Sawa Wewe una pesa ila hauna muda wa kuisimamia biashara. Unachokifanya, unampa yule pesa, sawa aiendeleze ile biashara yake. Wewe ufanye ile biashara, ila katika kumpa ile pesa kuna makubaliano ambayo mmeingia katika faida ambayo atakayoipata, na wewe utanufaika nayo. Kwa maana huyu atakuwa anafanya biashara, huyu mwingine amewekeza. Kwa maana yeye kuna asset ameiweka pale, lakini baada ya muda asset ile itamletea faida. Si tumepata hapo dhana hizo? Kwa hiyo mwekezaji sio lazima awe mfanyabiashara, ila mfanyabiashara anaweza kuwa mwekezaji na muda huo anaweza kuwa mfanyabiashara. Kwa nini? Biashara inahitaji muda, inahitaji kusimamiwa. Lakini kwenye uwekezaji unaweza ukaweka fedha alafu we haupo, na baadaye faida inakuwa inazalisha kulingana na kitu ulichowekeza
au thamani. Kwa mfano, unaweza ukawa na 2,000,000 sasa hivi, ukaenda Kimbiji huko kanunua heka moja, labda ukanunua 3,000,000, ukaihifadhi ile heka, labda baada ya miaka 4 haitakuwa tena 3,000,000, maana yake thamani yake imepanda. Kwa hiyo ulivyonunua mwanzoni pale umefanyaje? Umewekeza, kwa maana baadaye kile kitu kitakuwa na faida. Sawa Tumeelewana hapo? Kwa hiyo lakini mimi mfanyabiashara inanihitaji muda, inanihitaji usimamizi, inanihitaji vitu vingi sana ili niweze kuipata ile faida. Na ndio maana hata ukiangalia faida inayopatikana kwenye uwekezaji na kwenye biashara ni vitu viwili tofauti. Kwenye uwekezaji faida zake zinakuwa ndogo ndogo. Hata unapoenda kuweka labda pesa kwenye zile akaunti zinazoendeshwa kwa kufuata sheria, anaweza kukwambia tu utapata 5%, 10% ya faida. Lakini ukiingia kwenye biashara, ile faida unaweza ukaitengeneza kwa mwezi au kwa siku. Kwa sababu gani? Biashara ina take riski, lakini muda huo huo biashara inasaidia kupata faida kwa haraka na inahitaji muda pia. Sisi tumeelewa hapo hizo dhana mbili. Biashara na uwekezaji. Biashara na nini? Na uwekezaji. Sasa kuna kitu kinachoitwa halali mwisho hapa, ambapo ndio kimebeba dhima nzima ya semina yetu ya leo. Naamini biashara ziko nyingi kwa mujibu wa watu, kwa mujibu wa tamaduni, kwa mujibu wa maono, kwa mujibu wa sheria zao. Lakini sisi tunapofanya mambo yetu tuna rejea yetu ambayo Qur'ani pamoja na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Biashara lazima iwe halali. Si ufurahie tu kutoa huduma, si tu ufurahie kuuza bidhaa. Bidhaa au huduma hiyo imehalalishwa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu? Na je, namna unavyoifanya biashara yako imeelekezwa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu? Sawa Kwa sababu kadri utakapoifanya biashara halali, maana yake kuna uwezekano mkubwa wa wewe kufanikiwa katika maisha yako. Na kadri utakavyoificha biashara yako kwenye kando kando za riba, za udanganyifu, una uwezekano mkubwa wa wewe kufeli katika hiyo biashara hata kama unapata faida. Ndio maana tumesema halali. Maana yake ni kweli tufanye biashara, ni kweli tufanye uwekezaji, lakini uwekezaji huu lazima uzingatie misingi na sheria za dini ya Uislamu. Ndio maana tumesema semina ya biashara na uwekezaji halali. Kuna kundi hapa nikitoa maneno kama haya mwingine anasema hii ni biashara tu. Ndio maana mimi nimeanza kufafanua, unapofanya biashara lazima uangalie hii misingi. Utaiandika hapa. Kuwepo na mfanyabiashara, kuwepo na mteja, tatizo, kuwepo na huduma inayotolewa, alafu ndio faida itapatikana baada ya kutoa gharama za uendeshaji ambao ndio huo msingi. Sasa uhalali wa biashara unakuja wapi? Tunaangalia huduma na bidhaa unayoitoa. Lazima irejelee katika Qur'ani na misingi ya dini. Kwa maana biashara hiyo isiwe inasababisha madhara kwa watu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu kila alichokikataza kina madhara. Mungu alivyoikataza pombe ameshaona madhara yake, si ndivyo? Yaani Mungu hawezi kukataza kitu kisichokuwa na madhara. Ila sisi tunapima faida kwa macho. Yaani aliposema msinywe pombe, kashajua kabisa kuivuruga akili. Maana yake hautawaza sawa sawa. Na usipowaza sawa sawa, maana yake utafanya vitu tofauti na ubinadamu. Utaiba, utatukana, yaani utafanya vitu ambavyo havijaruhusiwa kwa mujibu wa Mungu. Sasa kama wewe ni Muislamu ukiifanya ile biashara, maana yake na wewe nao unaingia kwenye nini? Uharamu, kwa sababu unatoa huduma au bidhaa ambayo inasababisha madhara kwa watu. Mungu alivyoikataza riba, hajakataza tu, aliona madhara yake. Kwanza amekemea. Kwenye surati Bakara amesema Mwenyezi Mungu ameruhusu biashara na ameiharamisha riba. Na pia amezidi kuongea kwamba atakayefanya biashara ya riba anapigana vita
na Mwenyezi Mungu. Sasa vita vya Mwenyezi Mungu utaviweza? Sasa Mungu hawezi akaja uso kwa uso hivi akakwambia sasa tupigane, hapana. Anachokifanya, umenunua pikipiki lako la mkopo wa riba, unaendesha mpaka pale limepiga nini? Msamba, limebaruka. Umenunua gari, umenunua nyumba, umewekeza biashara, inapigwa moto. Kwa sababu gani? Ni vita ambayo umeitangaza na nani? Na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu sisi tunaangalia tu faida, hatukumbuki caution ambayo iliyowekwa pale kwamba unatangaza vita, unafurahia tu, umechukua mkopo wa riba, umefanya nini, lakini mwisho wa siku madhara yanakuja, unaanza kujilaumu. Unaanza kusema kwamba mimi mbona sifanikiwi? Mbona mambo yanaenda kuwa magumu? Mbona hivi? Kumbe ushapewa tahadhari kwamba umetangaza vita na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hicho kitu kimeshafanyaje? Kimeshakatazwa. Kwa maana yake kina madhara. Na ninyi ni mashahidi. Wa salamu. Hebu tuangalie madhara ya mikopo ya riba inayotokea katika jamii zetu. Wangapi ambao wamepoteza pesa? Wangapi ambao wameishia kupata stress? Wangapi ambao wamepoteza mali zao? Kwa sababu gani? Mungu haweki baraka katika kile kitu. Sawa eh? Kwa hiyo ndio dhana ya biashara na uwekezaji halali, lakini hapa tumeangalia misingi ya biashara pamoja na uwekezaji. Sasa ndugu zangu, naomba tuulizane swali moja tu. Wangapi tunafanya biashara humu ndani? Wangapi tunafanya biashara? Naomba hii kila mtu aandike namna ya kupata wazo la biashara. Namna ya kupata wazo la biashara. Namna ya kupata wazo la biashara. Nadhani isiko chini ya joto, upandishe kidogo iwe 20 ngapi? 25 labda ya joto. Fursa sasa tufahamishane hapa, kila mtu aseme anayefanya biashara. Inawezekana mimi nikawa mteja nikanunua biashara yako. Dada hapo. Unafanya biashara gani? Biashara vitunguu na makaroti Ilala. Vitunguu na karoti. Ilala hapo. Upo Ilala kwa maana. Sawa, vizuri sana. Haya, mwingine pale nikitaka vitunguu, nikitaka zangu karoti, naitwa nani? Sharifa. Da Sharifa. Sawa. Mwingine jamani anayefanya biashara. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nafanya biashara ya pilipili. Ya pilipili. Mashaallah. Pilipili mbichi, naona sasa wajasiriamali kama hawa. Mzigo huu hapo. Sawa. Mwingine pale nikitaka pilipili nazipata. Baba hapo kaka. Naam. Biashara? Nafanya. Hauna biashara? Nafanya. Unafanya? Biashara gani tutangazie? Nauza madawa ya asili. Madawa ya asili, mashaallah. Wapi ofisi? Chanika. Sawa. Madawa ya asili tukihitaji tunayapata hapa kwa Shehe Sultani Muhammad. Sawa. Mwingine? Hauna biashara? Pale bidada? Hauna biashara? Hapo? Unayo? Tangazie mzako hapa nikitaka madawa kwa kaka Sultani, pilipili pale kwa dada, pale kwa Da Sharifa napata karoti. Hapo maandazi vitafunwa, mashaallah. Nikitaka maandazi napata location Madale. Sawa, delivery zipo sasa hivi, si ndivyo?
Delivery uzuri sasa hivi delivery zipo. Naomba uniletee mandazi yangu, nimeshakusanya watu hapa. Mambo yanaenda. Hapo. Bidada hapo. Fanya biashara ya hapa. Pale mapambo ya ndani. Shuka, panzia, vyombo hapa. Hapa kutaka suti, kutaka nguo ya aina yoyote inashonwa hapa. Kaka hapa. Mimi mabaibui. Mabaibui. Jamani, ukitaka mabaibui kwa kaka Sheikh hapa. Kaka pale, hatuja kusahau. Mimi nafanya biashara ya Sendro. Even that. Na hiyo pia. Na hii pia ni moja kati ya biashara. Unaona sasa biashara hii hapa. Kwamba anafanya biashara, kutaka kuchukua video, kutaka picture, kutaka nini na kadhalika. Sasa kwanza hongereni. Hongereni sana kwa kufanya biashara, na tafiti zimefanywa, wanasema 70% ya uchumi unaokuwa unasababishwa na shughuli za biashara. Kwa maana biashara inaongeza pato zaidi, kwa sababu unapoweka msingi unazaa, si ndio? Kwa hiyo ili tuweze kujikwamua kimaisha, hatuna budi kuiacha mbali biashara, kwa sababu hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya biashara, si ndivyo? Tukimrejelea Bi Khadija, alikuwa anafanya biashara na alikuwa mfanya biashara mkubwa. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye maisha, biashara tunasema haiepukiki. Biashara haiepukiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu tu anapozaliwa huduma imeanza, anahitaji. Mtu tu anapozaliwa atahitaji bidhaa. Kwa hiyo watu ni fursa, ndio Waswahili wanasema. Watu ni nini? Yaani sehemu ambayo watu wapo, lazima ufikirie kwamba watu wanahitaji nini? Sawa? Na pale ndipo linapokuja wazo la biashara. Yaani hao watu niliokuwa nao hapa, nikiwaangalia sura zao, nature zao, dini yao, mambo yao, wanahitaji nini ambacho mimi ninaweza nikawapa. Sawa? Au ninaweza nikakiuza, wakanipa, wakakinunua, nikapata faida. Pale ndipo linapoanza wazo la biashara. Na ndio maana tunaitana kwenye hizi semina mara nyingi, kwa sababu mimi nimekuwa muumini wa kufanya research na kuangalia namna gani ambavyo tunazika misingi. Naposema kuzika misingi, si tunaelewana? Yaani tunaanzisha biashara ambazo either katika sehemu ile haina uhitaji, ina uhitaji sehemu nyingine, au kwa muda ule bado inahitaji muda. Sawa? Au biashara uliyoianzisha umeianzisha bila kuwa na elimu nayo na taaluma nayo, inahitaji taaluma ili iweze kukulipa. Sawa? Kwa hiyo kwenye biashara hapa, kwenye wazo la biashara, kuna watu wanaanzisha biashara hawana elimu nazo, swala la kwanza, au wameanzisha biashara sehemu sizo. Tuelewane, sio hiyo biashara kwamba hailipi, hapana. Ila ulipoianzisha sio sehemu sahihi. Au ameanzisha biashara anahitaji uboreshaji. Yawezekana wateja wapo, lakini kunahitajika maboresho ili iweze kufikia malengo. Kuna ambao wameanzisha biashara hawana elimu nazo. Yaani mtu amesikia tu, madam bwana alikuja Asha hapa aliniambia kwamba biashara ya machungwa inalipa sana. Kwa hiyo na mimi hapa nina 500,000. Nataka nianzishe biashara ya machungwa. Anapata faida shilingi ngapi? Huyo uliomuuliza kwa siku anaingiza 30,000. Biashara ya machungwa kwa siku inaingiza 30,000. Kwa hiyo inalipa na yeye anaanza. Amesahau kumuuliza vitu vitatu.
kitu cha kwanza anaifanyia wapi hiyo biashara mpaka kwa siku inamuingizia 30,000? Amesahau kumuuliza hicho kitu. Kitu cha pili, mbinu gani ambazo anazitumia kuuza hapo? Mbinu. Maana hapa kuna hii mbinu hapa. Sehemu zisizo elimu, mbinu. Ni kweli anaingiza 30,000 kwa siku. Wapi anapoifanyia? Mbinu gani? Kwa sababu mwisho wa siku mbinu ndizo zinazoleta faida na si kuwa na msingi tu. Sasa sisi mawazo yetu kichwani, natafuta msingi nianze biashara, sawa tunasahau kujiuliza mbinu tutakazozitumia kuhakikisha tunawapata wateja, kwa sababu mwisho wa siku biashara sio capital, biashara sio msingi, biashara ni wateja, kwa sababu wao ndio unaowaanzishia. Sawa Kwa kuna mtu anafungua tu biashara ana milioni 10 yake imeingia pap. Sawa. Kuna mtu anafungua biashara kwa sababu amepata milioni 10 yake. Kitu anachoanza, anaanza kupamba ofisi vizuri, furniture nzuri, mzigo mkubwa. Sawa Hajui wateja anatoa wapi. Hapo ndipo tunaposema wanazika msingi. Na ndio maana biashara hizi unazikuta baada ya miezi 6, baada ya mwaka zimefanyaje? Zimekata, kwa sababu maybe nilipata pesa yangu huko ya urithi milioni 2, imekuja fasta hapo, nikaenda kwa Mwajuma kaniambia machungwa analipa, nishalipia frame pale, nishanunua kila kitu, nakaa sasa naanza kuifanya biashara, wateja hawapo. Sasa naomba leo tuwe mabalozi. Kabla hujaanza kufanya biashara, kwa nyinyi ambao mjaanza kufanya biashara, tena nyinyi ni opportunity nzuri. Kabla hujaanza kufanya biashara, fikiria namna utakavyopata wateja. Kwanza mkakati A. Sawa Iona hiyo inahitaji nini kabla ya kuiwaza pesa ya kuanzishia biashara, na hicho kitu ambacho wanachokihitaji kwa kiasi gani. Sawa Kwa hiyo sasa tunakuja wazo la biashara linakujaje? Naenda kukufundisha kuanza wazo la biashara. Hizi zimeandika hapa. Namna ya kupata wazo la biashara. Usianze na msingi kumwambia mama nataka msingi wa milioni 2 nifungue biashara. Anza na hichi kitu. Angalia tatizo la huduma au bidhaa. Tunaanzia hapa jamani, tusipoteze pesa. Yaani tunazika pesa nyingi sana. Angalia tatizo. Hiyo jamii uliyokuwa nayo ina tatizo gani? Kwa sababu mwisho wa siku unapomtatulia mtu tatizo, si ndipo anapokulipa Sasa umeleta biashara ambayo yani kwake sio tatizo. Kwa hiyo anaiangalia, anaondoka. Anapita, sasa mimi nipo barabarani, nimefungua barabarani lakini wateja hamna. Na wengi tunajidanganya sana. Mshawahi kupita sehemu ukakuta mafelemu mengi. Yule aliyojenga pale unajua alisemaje? Yaani nyumba yangu iko barabarani, kwa hiyo hapa nitajenga felemu nyingi. Kwa mwisho wa siku zile felemu zinaishia kuchakaa. Hamna mpangaji. Kwa sababu gani? Pale alipo jamii iliyopo watu wachache, cha kwanza. Cha pili, aidha huduma anayoitoa si hitajio kwao. Kwa hiyo umetengeneza felemu 10, wapangaji hamna wa hiyo felemu. Watu wanajifanyia biashara zao kwenye vibanda. Yaani bado wapo kwenye level ya vibanda. Wewe umeenda kuwatengenezea felemu nzuri ambazo umezika msingi wa milioni 10. Kitakachokuja kufanyika kila mwaka unavyoenda, jengo linafanyaje? Linachakaa. Kwa hiyo muda utakapokuja kulipangisha hilo jengo labda 20,000 tayari limeshachoka. Targeting, hajaangalia, hajafanya tafiti kuangalia sasa hivi hapa panahitajika nijenge felemu ya staili hii au hapa niende nao kwa vibanda hivyo hivyo kutokana na level zao.
Kwa hiyo kitu cha kwanza kabla ya kuanza, angalia tatizo. Wanahitaji nini? Sawa eh? Nimeshaliona tatizo kwa kiasi gani? Kiasi gani? Kiasi gani hilo tatizo linahitajika? Kuna sehemu ukienda wanahitaji sheli. Si pikipiki zipo? Anahitaji sheli. Anatamani na yeye aende sheli. Lakini wewe mfanyabiashara ukienda kuwekeza sheli pale itakulipa? Kwa siku unawauzia bodaboda 5. Wa kijiji kizima ndio wanajua au bodaboda 5 tu. Sasa umejenga sheli yenye gharama ya milioni 20, sijui milioni 30, sio bilioni. Umeweka mlinzi, umeweka wafanyakazi. Mauzo kwa siku shilingi 20,000. Itaenda hiyo biashara? Yanakufa. Msingi umezikwa pale. Yaani unaona kabisa kuna hela imefanyaje? Imezikwa sehemu. Yaani unasema hii hela angeipeleka sehemu ingefanya kitu kizuri. Kwa hiyo jamani, kabla hatujaanza biashara lazima tuanze kulikumbuka tatizo. Watu wana tatizo gani? Watu wanataka huduma gani? Kwa kiasi gani? Ni kweli nimefika labda kwenye kijiji fulani au kwenye eneo fulani, hapa ninavyoona hapa wanahitaji usafiri wa bajaji. Lakini wangapi wanaotoka kwa siku kwenda mjini na kurudi? Kwenye hicho kijiji ukikiangalia kwa siku, wanaoenda mjini watu bajaji yako utakaa naye ndani. Alafu utasema nafanya biashara, nimerogwa. Biashara hainilipi. Mambo magumu. Kwa hiyo jamani, wazo la biashara ni kufikiria tatizo. Kama tatizo lipo na una uwezo wa kulitoa na linahitajika kwa kiasi kikubwa, hapo ndo tunaposema ianzishe hiyo biashara. Sawa eh? Yaani uwezo ukasema nataka nifungue saluni. Sehemu ambayo unaona watu bado wanaendelea kusukana nje. Kipato chao kwa siku 2,000, 1,000 hawana kabisa. Utajenga saluni nzuri, utaweka kila kitu, lakini mwisho wa siku pesa imezikwa. Na ndicho tunachokifanya Watanzania wengi. Tunazika misingi. Tunaanza biashara kwa kukurupuka, kwa kusikia. Yaani nimesikia biashara fulani inalipa. Nimesikia fulani kasema kitu fulani kinalipa, naanzisha. Muulize anafanyaje? Speed anayofanya yeye. Mwenzako anakuambia bodaboda kwa siku inalipa, halali asubuhi, halali mchana. Yaani yeye kama popo. Akienda kupumzika masaa mawili. Lazima akwambie bodaboda inalipa kwa sababu anapiga kazi. Analala muda mchache. Akiamka asubuhi, kapumzika kidogo anaenda hivi. Sasa bodaboda inalipa, umechukua bodaboda umeliweka barabarani. Huna hata muda wa kukimbilia mteja, wa kufanyaje, umekaa tu. Mbinu zinazotumika katika kufanya biashara ndizo zitakusaidia wewe uweze kupata wateja wengi. Sawa eh? Mbinu. Lakini kitu cha pili, kumbuka nini tatizo. Kwa hiyo baada ya hapo tunaangalia mbinu. Mbinu gani utakayotumia kupata wateja kabla hujaianza hiyo biashara? Yes, I have the business. Nataka nianzishe. Nitapataje wateja? Umeshaandaa mikakati ya kupata wateja? Au umenunua vitu umekaa ndani? Mkakati wangu namba 1, nitapita nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba kwa siku natembeza. Nitafungua duka. Nitakuwa na mawakala. Yaani mkakati wa kupata wateja. Baada ya hapo sasa ndio tunaenda kwenye mpango mzima wa biashara. Sasa hapa kwenye mpango wa biashara kuna mambo mengi. Lazima uiangalie biashara yako utaifanyaje. Nani ataisimamia? Jamani, hapa naomba tuweke nani. Biashara inahitaji usimamizi 80%. 80% biashara inahitaji usimamizi. Na watu wengi ndio tunafeli hapa. Kuanzisha sio shida. Nani ataisimamia usimamizi? Usiseme tu nataka nimfungulie mwanangu kitu fulani, biashara fulani. Nani ataisimamia? Without supervision hakuna biashara.
utaanzisha, itakufa, watakudhulumu. Watakudhulumu kwa sababu gani? Hauisimamii. Usimamizi. Tunaanzisha sana biashara, yaani biashara nyingi mashallah, nyingi mno. Usimamizi hazina. Biashara ikikosa usimamizi lazima ife. Hapa tumeona mbinu za kutafuta wateja. Yawezekana umepambana kwenye mbinu vizuri tu, marketing unafanya vizuri nini, usimamizi wa biashara haupo. Na ndio maana biashara nyingi zinakufa mapema tu, zikishaanzishwa baada ya mwaka imepotea, kwa sababu umefungua biashara, umeenda kumtafuta mdogo wako kule somewhere, tunafanya hizo biashara sana, umemweka. Malengo ya biashara unayo wewe, mfanyaji wa biashara wa kukaa pale yuko yule ambaye hajui kwa nini amekuja hapa. Atakachokifanya, ameuza kwa siku 1,000,000, anaiona nyingi, anaondoka nayo. Kwa sababu gani? Hana malengo. Lakini we mwenye malengo utaiuza 1,000,000, utasema kwamba hii lazima nikarudishe nini? Msingi. Kwa hiyo zinakufa kwa sababu hazina pia usimamizi. Yaani hapa ushaangalia tatizo, ushaona kiasi, ushaona mbinu, ushakuwa na mpango, umeanza. Usimamizi hakuna. Hiyo biashara lazima ife. Yaani wala sio miujiza. Ukikosa usimamizi, ukikosa mbinu, tena hapa kwenye mbinu ndio nakazia zaidi. Mbinu za kutafuta wateja. Asikukalilishe mtu biashara inalipa, muulize anatumia mbinu gani? Mtu anatumia matangazo 1,000,000 kwa mwezi, kwa nini simlipe? Anatumia watu, anawalipa kila kona, ana mawakala, kwa nini simlipe hiyo biashara? Lakini wewe umeanzisha biashara, ni wewe tu umekaa nayo, hauna mkakati wowote. Sasa hivi tunasema tuna digital, tupo kwenye zama za sayansi na teknolojia. Hauna mbinu ya kuihamisha biashara yako kwenye mitandao ya kijamii, ambapo watu ndio wamehamia huko. Watu sasa hivi taarifa nyingi wanazipata huko, biashara nyingi wanazipata huko. Sasa wewe umebaki kwenye zama zile zile za zamani. Kwa hiyo lazima mauzo yatapungua. Kwa hiyo mbinu ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia kabla haujaanza biashara. Hakikisha umejua tatizo, kiasi, mbinu, mpango, kila kitu. Sasa ndio unaangalia, sasa hapa nimefanya tafiti, nimeona kwamba hii biashara na mikakati niliyoianza inaweza ikaenda. Sasa bismillah. Inahitaji kiasi gani? Hela ni final. Sawa Yaani tusianze na ile msingi kabla hivi vitu. Mwisho wa siku tunaanzisha biashara ambazo kila siku zinaanza zinafeli, zinaanza zinafeli, zinaanza zinafeli. Tunatengeneza, tunaita mnyororo wa umaskini wa kusikia. Yaani nilisikia biashara fulani inalipa, nikaenda kuifanya. Sasa nilivyoona inanisumbua, sijamuuliza yule mbinu alizochukua, maumivu aliyoyavumilia hajaniambia, ila mimi tu nilisikia inalipa. Kila biashara ina changamoto my dear. Kila biashara ina changamoto. Sasa sisi tunachokifanya, tunakuwa na stage, kuna stage 5 za biashara. 1, 2, 3, 4, 5. Hapa nilisikia. Sawa Nilisikia biashara ya mbilimbi inalipa. Mama Juma anauza mbilimbi na zinamlipa sana. Sasa nimetamani. Nimeingia sasa, nimekuja kuona uhalisia wa namna biashara ya mbilimbi inavyolipa. Kwangu hainilipi. Kwangu haifanyaje? Hainilipi, tofauti nilivyoambiwa. Sasa kama hainilipi nafanyaje? Nakuja hapa kwenye namba 3, hofu. Hapa kwenye hofu sasa. Alafu Mama Juma muongo kweli yani. Yaani aliniambia biashara ya mbilimbi inalipa, mbona hata hailipi? Sijui nini na nini. Badala ya kurudi kumuuliza, hivi wewe unafanyaje au unatumia mbinu gani? Anaanza kulaumu. Sasa akianza kulaumu hapa, haji stage number 4 ya kujifunza, haji hapa haji. Hapa. Anachofanya anaenda kusikia kingine, anaenda kuanzisha. Nacho kikimletea, kumbe alitakiwa aje stage number 4 hapa ajifunze, either aboreshe. Sawa au afanye tafiti kwa sana aone kweli kinahitaji kubadilisha. Sasa yeye anaishia hapa.
anaenda kuanza kitu kipya. Kwa hiyo nimesikia, ninaanza, hofu, ninarudi. Ndio tunavyofanya kila siku. Leo nimeanza maparachichi, hayalipi, kesho nimeanza minazi, hailipi, kesho kutwa si nimeanza nini. Lakini wenzako wanafanikiwa kwenye hiyo biashara. Tunasahau kuwa mafanikio yanahitaji kujituma. Mafanikio yanahitaji subra. Mafanikio yanahitaji kujitoa, sacrifice. Lakini pia tusisahau kujifunza. Mambo yanabadilika. Mambo yanafanyaje? Namna alivyofanya biashara baba yangu ni tofauti na biashara tunavyofanya sasa. Kwa hiyo kama hautaenda na zama, hautaenda na mabadiliko, kila siku utaishia kulalamika. Kwa hiyo tukubali kubadilika kutokana na nini? Na zama. Sasa hivi tunajifunza hadi online. Zamani si kama hivi madarasa, unaweza kulifanya pia online. Na hivi tukaa kama hivi tulivyo tunasoma na tukamaliza session, tukaulizana maswali, tukaondoka. Lakini zamani yalikuwa hayawezekani. Zamani unataka uende kwa Asha, lazima uende ukakague yupo. Sasa hivi upo, ndio unafanyaje? Kwa hiyo kama mfanyabiashara lazima ujifunze. Ili ujue mbinu mpya, ili ujue mikakati mipya, lakini pia biashara inahitaji masoko na matangazo. Masoko ndo kutangaza na kuuza, kujifunza namna gani ambavyo unaweza ukaiuza biashara yako. Yote ni nini? Ni elimu. Kwa hiyo naamini hapa tumeshapata namna ya kupata wazo la biashara. Naomba swali kwanza kabla siendelea hapa. Nimefundisha vitu vinne. Dhana ya biashara, dhana ya uwekezaji, kwa nini biashara hii iitwe halali, lakini pia tumekuja kuangalia namna ya kupata wazo la biashara. Tunaelewana hapo? Au nawaacha naenda spidi? Tunaenda vizuri. Bidada uko naitwa nani? Raya. Unaelewa? Dada hapo umekuja katikati. Tulianza na dhana ya biashara, tukaja uwekezaji. Kwa sababu semina yetu tunasema biashara na uwekezaji halali. Sasa kabla tujaenda kuyachimba huko tuelewe, mtu akikwambia unafanya biashara, uelewe maana biashara ni nini. Sawa Tukasema ili uwe mfanya biashara, tunasema lazima utoe huduma au bidhaa, utatue tatizo la watu, alafu watu wakulipe. Ndio upate faida. Ukifanya kinyume na hapo sio biashara. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani sura Al-Baqara sura ya 2 aya ya 275 nadhani Mwenyezi Mungu anasema amehalalisha biashara na amekataza riba. Kwa hiyo biashara ni nini? Uza bidhaa. Toa huduma. Baada ya hapo kuna gharama zile ulizozitumia ndio msingi weka sasa faida yako. Inakuwa ya halali. Na tukasema biashara lazima iwe inatatua matatizo ya watu. Sio inayoleta madhara kwa watu. Ni kweli ukipeleka kiungo cha albino unapata fedha wewe, lakini madhara ya watu huku hiyo ni haramu. Ni kweli madawa kulevya yanalipa, watu wanajenga magorofa makubwa. Hebu tuangalie vijana ambao tunawaumiza mtaani. Mama zao na wenyewe wanatarajia kitu kutoka kwao, lakini ndio vile. Ila wewe upo kwenye jumba kubwa, usafiri safi, faida nzuri, unasema unafanya biashara. Hizi sio biashara halali. Na Mwenyezi Mungu alipokikataza kitu maana yake anajua kina madhara yake. Kwa hiyo tuwe na wepesi wa kuitikia katazo la Mungu. Yaani no judgments. Yaani Mungu akisema hiki ni haramu. Ni haramu tu. Sema mimi sijaweza kukitekeleza. Allah niwezeshe. Lakini usianze kupindisha hivi. Sasa unaona kuna mtu aliniambia sasa kwani kuna tofauti gani kati ya riba na faida? Kulikuwa na mbishano mzito sana kipindi tuko chuo. Wanasema kwani kuna tofauti gani kati ya riba na faida? Si yale yale. Nikawaambia kwani kuna tofauti gani kati ya ndoa na kumchukua mtu kukaa naye? Si taratibu lazima ufuate utaratibu. Yaani utaratibu ndio unaofuata ili kitu kiwe halali. Kuna ambao wanasema mtu ukikaa naye mwaka mmoja ndo sahihi ndo ndoa, si ndivyo? Lakini dini inasemaje? Ni haramu Kwa sasa usilete ujuaji katika, yaani ishasemwa hii ifanywe hivi, iwe hivi ndo halali. Kwa hiyo kama na wewe ni muumini wa hiyo dini, accept hiyo. Usilete hoja. Uanze kusema sasa kwani nikiweka faida si ndio yale yale. Hii ndio Riba imeelezewa
na faida imeelezewa kwa upana tu. Kwa hiyo lazima tufuate misingi na taratibu za kufikia huko. Sisi tumeelewana hapo? Kwa hiyo naomba maswali kabla hatujaendelea. Jamani, mnaelewa? Mimi hofu yangu sitaki mtu hapa aondoke kichwa amebebeshwa mambo. Najua mengine utaelewa nje ya darasa, lakini at least 50% au 40 uwe umepata picture. Wazo la biashara. Utasema nina msingi wa milioni 1 nataka kuanza nifanye biashara gani? Utamuuliza mtu hivyo? Mimi hapa natoa ushauri wa biashara na fedha. Watu wanakuja hapa ofisini. Mtu akiniambia tu na milioni 1 nataka nifanye biashara. Naambia subiri kwanza. Wewe hujaielewa biashara. Tuingie darasani. Kwa sababu hiyo milioni 1 hiyo itapotea. Sawa Itafanyaje? Nikamwambia hivi, unaielewa biashara ni nini? Biashara sio pesa. Biashara ni wateja. Yaani hao ndo rule core. Yaani kama hakuna wateja, milioni 1 yako sio kitu. Sawa Kwa hiyo usije mtu ukamwambia, yaani hapo nadhani ufanye, usimpoteze. Mwambie bwana, rudi kwenye jamii, angalia mazingira uliopo. Wanahitaji nini? Na wewe je, unaweza kukitoa? Na wanahitaji kwa kiasi gani? Fanya hata research. Angalia hata wanaofanya, yawezekana wanafanya kuna gap. Ndio lile ondoka nalo. Huyu anauza juisi, lakini juisi yake anavyoiuza haweki kwenye package. Sasa mimi za kwangu nitaweka kwenye package, nitafanya hivi, boresha. Ushaona shida pale, sawa Ingia. Lakini usije ukaniambia mimi na milioni 5 nifanye biashara gani? Kwa sababu mahitaji yana tofautiana, na ndio maana unaweza ukaiona biashara ya baibui unaliuza sehemu milioni 1 alinunuliwi. Kuna sehemu ulipoanzisha sio sehemu sahihi na sio biashara hailipi. Tupate hayo mawazo. Yaani tunapoteza sana pesa. Yaani hiyo biashara hiyo uliyoanzisha sehemu nyingine inalipa na wanahitaji. Lakini sasa hii unaenda kufungua biashara ya kusomea watu dua maeneo ya ndani huko Mbeya, ndani huko hamna hata Waislamu. Watakuja watu kweli huko? Waza wakiona tu umeshika Qur'ani wanasema wewe ni mchawi. Kwa hiyo hata huduma zako unavyozitoa, angalia uhitaji, kwa sababu mwisho wa siku utakavyowahudumia ndo wao watakaolipa. Kwa hiyo wakati mwingine tunajilaumu kwamba biashara hazilipi, kumbe sehemu tulipo zianzisha kumbe inalipa. Ungeibadilishia tu mbinu, ungeibadilishia tu sehemu, ungejifunza zaidi, ungeboresha, ndio kitu ambacho kinatakiwa. Lakini tumekalili. Yaani mimi napokea simu nyingi sana. Na milioni 1, na milioni 5, na milioni 20, na milioni 30. Kwanza turudi, watu wanataka nini? Kuna watu wanaenda kufungua nyumba za wageni, sehemu ambayo watu wote wanalala nyumbani. Unaenda kufungua hoteli, sehemu ambayo unaona kabisa hamna mtu atakayetoka kuja kula hapo. Pesa zinapotea, na tunaona kabisa nyumba mpaka inachakaa ni nzuri. Hawawezi kufika hapo kutokana na kipato chao. Au watuoni jamani mtaani? Jumba linachakaa. Unamwambia mtu alipe 300,000, anakuambia mimi na 50,000. Hutaki, nyumba yako inafanyaje? Ulipojenga sio sehemu sahihi. Kuna sehemu hiyo nyumba ungeiweka, watu wala yani hata upigi kelele, yani mtu analipa tu. Kwa hiyo sehemu sahihi unapoianzisha biashara, lazima hiyo biashara kwa 10% kadhaa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu iweze kulipa. Kwa hiyo kabla ya kuanza biashara, naomba tuondoke na huu ujumbe. Tufikirie wazo la biashara. Na wazo la biashara linatoka wapi? Angalia watu wanataka nini, kwa sababu ndio watakao kulipa. Sio mimi hapa nitakaye kushauri. Mimi naweza nikakushauri hapa kanunue kitu fulani afu mimi nimelala uko unahangaika nacho. Sawa Ila ukiwaangalia watu ukiona hapa ukiwekea kitu fulani kinalipa kutokana na utafiti, kutokana na uzoefu, kutokana na mwingine anasema tuwekee. Unaona kabisa ukiweka hapa hichi kinalipa. Kwa nini usiweke? Kwa hiyo tuanzie huko. Kwa hiyo mimi naomba kwanza niishie hapa. Nimkaribishe mwezeshaji mwingine aweze kuendelea. Tumeelewa vizuri dhana ya biashara, dhana uwekezaji.